Je, umewahi kujiuliza jinsi ingekuwa aliniza? Jinsi ingekuwa nini? Nilijibu. Kuwa na mtu mwingine. Kila kitu kilianza kwa swali, mojawapo ya yale yanayotolewa karibu kama utani. Aina ile unayocheka mwanzoni hadi unapogundua kuwa si utani. Nikifikiria tena, naamini wakati huo ndio ulikuwa ufa wa kwanza. Mdogo. Kimya. Usionekana na mtu yeyote isipokuwa mimi. Sasa baada ya miezi kadhaa, najikuta nimekaa ndani ya nyumba ya mwanamke asiyemjua nikijiuliza jinsi iliwezekana kwamba kila kitu kilichoonekana imara sana kilibomoka haraka. Na kwa nini mtu aliyekiharibu sasa ananisihi nirudishe kila kitu mahali pake? Sijui nifanye nini. Sijui hata kama bado ina maana. Lakini niruhusu niwaeleze kuanzia mwanzo ili muelewe vizuri ninachozungumzia. Tulikuwa tumeoana kwa miaka 8, tukiwa pamoja miaka 10. Tulikutana mwaka wa kwanza chuoni katika kozi ya utangulizi wa saikolojia. Mimi nikiwa nimezimia usingizi nusu, yeye ameketi karibu nami akiwa na kalamu ya rangi ya waridi inayong'aa na daftari iliyojaa maelezo yaliyopangwa kwa rangi na sehemu. Mwalimu alitoa utani mkali na nakumbuka kicheko chake kikubwa bila kizuizi kiasi kwamba watu waligeuka kumtazama. Sio kwa hasira bali wakivutiwa. Nakumbuka nilifikiri, huyu msichana ni nani? Yeye alikuwa Neema. Daima akivutia, daima kiini cha mvuto wa chumba chochote alichoingia. Nywele zake nyeusi zilizokuwa zikigeuka kung'aa wakati wa kiangazi, ngozi yake iliyokuwa ikipata rangi nzuri kama hariri bila dosari. Alikuwa akijizoeza kama mtaalamu, akifanya mazoezi ya yoga kabla ya kwenda ofisini, na bado alipata nguvu za kututayarishia chakula cha mchana sote wawili tulipokuwa maskini na tunaishi katika chumba kimoja kidogo nje ya jiji, chenye kuta nyembamba kama karatasi na kiyoyozi kilichokuwa kikikohoa kama mtu mzee anayevuta sigara. Tulikuwa kila kitu cha kwanza kwa kila mmoja wetu, tarehe ya kwanza, nyumba ya kwanza, mara ya kwanza ya kupendana kweli. Kwa mimi alikuwa yeye. Sikumtazama mtu mwingine yeyote. Sikuona haja. Kwa muda mrefu nilifikiri hii ndiyo iliyotufanya tuwe maalum, wasioweza kuguswa. Kama tulijenga ulimwengu mdogo ambao hakuna mwingine angeweza kuingia. Baada ya kuhitimu nilipata kazi thabiti katika usafirishaji wa vifaa vya matibabu. Sio kazi ya kuvutia sana, lakini ililipa bili. Neema alizunguka kidogo, mhudumu, kazi za muda ofisini, miradi michache ya uchoraji nyumbani. Alisema daima alitaka kitu cha ubunifu zaidi, lakini hakuwahi kupata njia yake. Kisha mwaka jana aliajiriwa katika shirika kubwa la masoko katikati ya jiji kubwa. Mahali pa kung'aa lenye lifti za chrome na mashine za kahawa za aina mbalimbali bila kikomo. Alikuwa na shauku, kazi mpya, mshahara mpya, kadi za biashara zenye jina lake kwa herufi nadhifu. Mwanzoni nilifurahi kwa ajili yake. Niliaibika hata. Hatimaye alikuwa amepata mabadiliko aliyokuwa akiingoja. Lakini mambo yalianza kubadilika haraka. Kwanza vitu vidogo. Alikuwa akirudi nyumbani baadaye na baadaye. Alisema alikuwa anabaki kumaliza mawasilisho au kwa ajili ya vinywaji na timu. Nguo zilibadilika, zaidi za chapa, zaidi za kufunguka. Aliacha kuniuliza maoni yangu. Sio kwa njia mbaya tu, kama maoni yangu hayakuwa na maana tena. Jioni moja nilimuuliza kazi iliendaje na yeye akainua macho yake. Ni kazi tu, Baraka. Hungeelewa. Maneno hayo yaliniumiza zaidi kuliko nilivyotarajia. Hapo awali alikuwa akinieleza kila kitu. Hata gumzo za kijinga ofisini, kama nani aliacha samaki kwenye friji ukaoza. Sasa nilikuwa napata mabaki, tabasamu nusu, majibu yasiyo wazi. Kisha zilifika marafiki wapya. Kikundi cha wafanyakazi wenzake wazuri, wakali, daima wakiwa wamevaa kama wanaenda kwenye paa la jengo. Walianza kumpeleka nje karibu kila wikendi. Vinywaji vilivyokuwa vikigeuka chakula cha jioni kilichokuwa kikiisha kwenye diskothekue, wakati mwingine wikendi za wasichana katika miji ya karibu.
Alikuwa akirudi daima akinukia manukato ya matunda na harufu ya aftershave ya mtu mwingine, akizungumza haraka kuhusu kutengeneza mitandao na jinsi ilivyokuwa muhimu kukuza urafiki wa kitaaluma. Nilifika mahali nilikuwa nikipika kwa mtu mmoja mara nyingi zaidi kuliko wawili. Nilikuwa nikimuuliza atarudi saa ngapi na yeye akijibu sio kuchelewa, kisha akaja usiku wa manane akiwa na midomo yenye kung'aa na sauti ile kama mimi ni mume wa kuchosha asiyewelewa chochote. Nilijaribu kuzungumza naye kwa utulivu mwanzoni. Siku hizi unatoka sana. Kila kitu sawa? Yeye alikuwa akipuuza, akisema nilikuwa nazidisha. Unajua maisha ya shirika yalivyo, alisema. Si kila kitu kinazunguka wewe, Baraka. Labda sivyo. Lakini kile kilichokuwa kikitokea kwetu bila shaka kilinihusu. Hapo awali tulitumia Jumapili kufanya mikate ya jam na kusoma kwenye sofa. Sasa yeye alikuwa akilala hadi adhuhuri, akigeuka, akivinjari simu na kusema, naenda kula brunch na wasichana. Tutaonana baadaye. Hakuna busu. Hakuna mwaliko. Tu kivuli kinachotoka nje ya nyumba kwa viatu vya juu ambavyo sikujua hata alikuwa navyo. Usiku mmoja nilimsikia akicheka kwenye simu ya video chumbani pengine. Ilikuwa karibu usiku wa manane na sauti upande mwingine haikuwa ya kike. Nilipomuuliza ni nani, alipiga kope kama nilimkamata akifanya kosa na akasema, ni mtu wa kazi tu, tunafanya brainstorming. Brainstorming saa 11 na dakika 45 usiku. Kweli? Lakini sikusisitiza. Sikutaka kuwa aina hiyo ya mwanaume anayedhibiti, mwenye wivu. Nilijihakikishia kuwa alikuwa tu na shauku kwa awamu hii mpya ya maisha. Nilitaka kuamini, lakini pengo kati yetu lilikuwa likigeuka korongo. Hapo awali alinitazama kama mimi ni mtu wake. Sasa alikuwa akinatazama mbali, au kupitia, au mbaya zaidi, kama hakuniona kabisa. Jumamosi moja nilimshika akijitazama kwenye kioo, akipanga nywele zake kwa dakika 10 kabla ya kutoka. Aliniuliza kama ninapenda vazi. Nikasema, ndiyo, unaonekana vizuri sana. Alinipa tabasamu iliyobanwa, kisha, samahani, wewe hujavaa tena kwa uzuri. Nilicheka. Yeye hakucheka. Nilikuwa nimesimama hapo nikiwa na bia mkononi, nikijiuliza lini hasa tuliacha kucheka pamoja. Kitu kilikuwa kinahama. Na bado sikuwa na maneno ya kukisema, lakini nilikisikia. Kirefu ndani ya mifupa, mahali pa ukweli wa kimya. Ilitokea jioni ya Alhamisi. Alirudi karibu saa 7 na dakika 15 usiku, viatu vya juu mkononi, nywele zake zikiwa zimevurugika kidogo, akinukia vanilla spritz na hewa ya diskothekue. Mimi bado nilikuwa macho, nikijifanya natazama mechi ya mpira wa miguu iliyorudiwa. Kwa kweli nilikuwa nikingoja tu kusikia ufunguo kwenye mlango ili niache kujifanya siko na wasiwasi. Aliingia akicheka kwa kitu kwenye simu, akatupa begi mezani, akajiegemea ukutani kama korido inazunguka. Mashavu mekundu, eyelina iliyokuwa imetiririka kidogo chini ya jicho la kushoto. Bado mrembo. Bado mkali. Tu si yule yule tena. Habari mpenzi, alisema, akirefusha neno kama amesahau jinsi linavyotamkwa. Bado uko macho? Nilikutikisa kichwa. Ndiyo. Natazama mechi. Alipiga teke viatu, akavuka sebule kwa miguu mitupu na kujitupa kwenye sofa karibu nami. Miguu yake mitupu juu ya goti langu, akanipa kugusa kidogo kwa kidole gumba kama tulivyokuwa tukifanya zamani. Mimi sikuwa na hamu ya kucheza. Ulijifurahisha? Niliuliza. Oh Mungu, alisema akitupa kichwa nyuma kwenye mito, hutaamini. Grace alikaribiwa na mtu aliyefanana na mwigizaji maarufu lakini kwa lafudhi ya kigeni. Nilitabasamu kwa adabu, lakini nilikuwa nimechoka kusikia kuhusu Grace na wengine. Kila hadithi ilionekana kutoka ulimwengu mwingine ambao mimi sikuwa nimealikwa. Alikaa kimya kidogo akivinjari simu, labda akitazama picha za kikundi zilizokuwa tayari zimewekwa. Kisha akasema hivi kama ananiuliza nataka nini kwa chakula cha jioni.
Je, hukujiulizi kamwe jinsi ingekuwa? Aliuliza. Jinsi ingekuwa nini? Aligeuka kuniona. Kuwa na mtu mwingine. Kama kujaribu kitu tofauti. Mara moja tu. Au labda si mara moja tu. Nilidhani anacheza. Nilicheka kweli. Unasema kweli? Kiasi, alisema akiendelea kuvinjari. Njoo, Baraka. Tumekuwa tu sisi wawili. Si kawaida. Niliinua nyusi. Tuko pamoja miaka 10. Hasa, alijibu. Miaka 10? Hujawahi kuwa na udadisi? Yaani, nakupenda ni wazi. Lakini wakati mwingine nafikiri tunapoteza kitu. Nazungumza na wasichana, wao wote wameishi matukio. Wanajua wanachopenda, wasichopenda. Wameishi. Na sisi hatujaishi. Alisimama wima na kutikisa kichwa. Si kile ambacho hatujafanya. Ni kile ambacho hatujajaribu. Ni kama sitaki kuamka baada ya miaka 20 na kugundua kuwa sijawahi kuelewa ni nani kweli. Sikujua niseme nini. Ilionekana kama nimezimia katikati ya filamu na nimeamka katika nyingine. Sisemi lazima itokee, aliongeza haraka. Tu fikiria. Uhusiano wazi haimaanishi tunapendana kidogo. Ni kuchunguza, kudhamini zaidi kile tulicho nacho. Nilishangaa. Alinigusa mkono kama ananipendekeza kujaribu sushi kwa mara ya kwanza, sio kuwaalika watu wengine katika kile ambacho kwangu kilikuwa kiungo cha faragha na kitakatifu. Sijui, Neema. Hii si kwa ajili yetu. Alifanya midomo ya kujifanya. Kwa nini? Kwa sababu inatisha? Au kwa sababu unadhani nitakuacha? Sitaki kukugawa tu, nilisema wazi. Alivuta pumzi. Si kugawa. Ni kuwa waaminifu. Huniamini? Hilo lilinipiga kwa nguvu. Si suala la uaminifu. Ni heshima. Ahadi. Alivuta pumzi, akainama mbele na kujishika uso kwa mikono kwa sekunde. Mungu, wakati mwingine wewe ni mgumu sana. Hutaki kamwe kuzungumza mambo haya. Nazungumza sasa. Aliacha mikono yake na kuniona. Macho yake yaling'aa lakini hakulia. Tu kung'aa. Nimechoka tu kujifanya bado tuko watu wale wale wa chuo. Sio tena. Labda alikuwa sahihi. Labda hatukuwa. Lakini hii ilimaanisha kutupa kila kitu nje. Nataka tu kuhisi niko hai, alinong'ona. Nilikaa kimya. Haswa kwa sababu niliogopa kwamba nikizungumza ningesema kitu kisichoweza kurekebishwa. Siku zilizofuata zilikuwa na mvutano. Hakurudia mara moja, lakini kimya kilikuwa kikali kuliko ugomvi wowote. Alitayarisha kahawa kama hakuna kitu. Akaenda gym, akacheka kwenye simu. Lakini ilionekana anasubiri niseme kitu mimi. Hatimaye alirudia tena. Akiwa amejiandaa zaidi. Alikuja na makala, mifano ya iwenzi wa kisasa, podcast, nukuu za wataalamu. Aliifanya ionekane hata ya heshima, kama sisi ni wapelelezi, sio watu wawili waliokuwa wakijitenga na kudhani sheria mpya zitarekebisha kila kitu. Nilipinga. Kwa nguvu. Nilimwambia hata kuzungumza kunahisi kama usaliti. Nilimuuliza kama tayari alikuwa na mtu akilini. Alikasirika. Akasema hapana. Kuwa hii ni wazo tu. Lakini macho yake hayakuendana na sauti. Kadiri nilivyopinga ndivyo alivyosisitiza. Alinishutumu kuwa nimefungwa. Kuwa naogopa mabadiliko. Kuwa naogopa furaha yake. Kisha ukaja hisia ya hatia. Kwa nini iwe daima unachotaka wewe, Baraka? Na mimi sikuwa na jibu. Au labda nilikuwa nalo, lakini sikutaka kulisema kwa sauti. Niliogopa lisonge kama ubinafsi. Au mbaya zaidi, udhaifu. Hatimaye nilisema nitafikiria. Hilo lilikuwa kosa langu. Ningepaswa kusema hapana tu. Badala yake niliacha mlango uwe wazi kidogo.
Na mara moja ukiwa wazi kidogo, hakuna kitu kilichoonekana salama tena. Tulipoamua hatimaye kujaribu uhusiano wazi, tulikaa kama watu wazima na tukaandika sheria. Kwa kweli, kwenye daftari kama tunatia saini mkataba wa kukodisha. Sheria ya kwanza, hakuna wafanyakazi wenzetu au marafiki. Sheria ya pili, hakuna mtu nyumbani kwetu kamwe. Sheria ya tatu, uaminifu kamili daima. Hiyo ilipaswa kuwa gundi. Wiki ya kwanza ilipita bila mambo makubwa. Neema alionekana karibu amepumzika kama sasa kwa kuwa tumefungua mlango hakuwa na budi kuvuka mara moja. Au labda alikuwa tayari ameufanya na hakuhitaji kujifanya tena. Ngumu kusema sasa. Kuanzia wiki ya tatu mambo yalianza kuwa ya ajabu. Alianza tena kuchelewa kazini. Sio jioni moja, 4, wakati mwingine 5 kwa wiki. Nilikuwa nikimwandikia karibu saa 1 jioni nikiuliza kama nimsubiri kwa chakula cha jioni. Alikuwa akijibu saa 1 baadaye na kamilisha. Kula tu mpenzi. Lakini sauti ilikuwa imebadilika. Huyo mpenzi hapo awali alikuwa wa joto. Sasa ulionekana kama reflet. Kama opereta wa call center anayekuita rafiki huku akikuuza kitu usichohitaji. Kisha zilifika picha za selfie. Alianza kuweka picha za kioo katika gym ya ofisi, isipokuwa haikuonekana kama gym zaidi, bafu ya sehemu ya kifahari. Eyelina kamili, lipstick nyekundu, nguo zilizoonekana za usiku. Nilipomuuliza aliinua mabega na kusema timu ilikuwa ikifanya shughuli zaidi na wateja siku hizi. Sikuzaliwa jana. Jioni moja niliona arifa kwenye kibao chake alipokuwa chini ya bafu. Ilipokelewa kutoka huduma ya usafiri. Marudio, hoteli kubwa ya kifahari. Haikuwa eneo letu hata karibu. Nilipomuuliza alisema yeye na wasichana wachache walichukua kitu huko baada ya chakula cha jioni na mteja. Kisha niliangalia saa. Huduma ya usafiri ilimwacha saa 12 na dakika 43 usiku. Alirudi karibu saa 8 usiku. Nilifikiria kwa siku 2. Sikutaka kuonekana kama mwenye wivu wa patholojia. Lakini kitu hakikuwa sawa kabisa. Kwa hiyo nilifanya kile ambacho mume yeyote anayeshuku na moyo uliovunjika nusu angefanya. Niliangalia simu yake alipokuwa chini ya bafu. Ilikuwa imefungwa. Msimbo mpya. Hapo awali alitumia daima namba 4 zile zile. Sasa ilikuwa tofauti. Hilo peke yake lilisema kila kitu. Lakini sikusimama. Baadaye wiki ile niliweza kukisia msimbo, ilikuwa mojawapo ya tarehe muhimu kwake. Na ndivyo nilivyopata kila kitu. Programu ya kutafuta mpenzi. Programu za ujumbe. Ujumbe uliofutwa kutoka programu nyingine ya ujumbe ambayo sikujua hata alikuwa ameisakinisha. Na ujumbe Mungu, ujumbe. Aliitwa Kamau. Bosi wake. Yule ambaye alikuwa akiapa kuwa ni mtu mzuri tu wenye uongozi mzuri. Yule mwenye ndevu zilizopangwa, gari la kifahari la umeme, picha za likizo katika sehemu ambazo sikujua kutamka. Yule ambaye alikuwa akimnukuu daima. Na hapa Kamau anasema kitu kile kile. Kamau hutuambia daima tuangalie picha kubwa. Mke wa Kamau anamwacha aishi, anamwamini. Mwanzoni nilidhani nilikuwa nimefikiria tu. Kuwa nilikuwa nikiunganisha vitu visivyo na uhusiano. Kisha niliona anwani iliyohifadhiwa, Kamau, yenye emoji ya simba na moto. Baadhi ya ujumbe walikuwa tayari wamefutwa. Lakini walibaki wa kutosha kuniambia hasa kile nisitakacho kujua. Miadi. Sifa. Majina ya utani. Utani wa faragha. Ujumbe mmoja ulisema tu, jana usiku iwo ina jicho la kufumba. Ulitumwa saa 2 na dakika 11 usiku. Jioni ile ile aliyorejea akisema ana maumivu makali ya kichwa. Sikumkabili mara moja. Ningepaswa. Badala yake nilijaribu kujifanya hakuna kitu, kama labda nilikosea. Kama yote ni makosa na nilihitaji muktadha zaidi.
Kwa hiyo nilimuuliza kwa utulivu, bila upande, jinsi mambo yalivyokuwa na Kamau na timu nyingine. Alikaza mwili. Akasema, kwa maana gani? Niliinua mabega. Udadisi? Unamtaja mara nyingi. Alinipa kicheko cha bandia na kupuuza. Hii ni kiongozi wa timu yetu, Baraka. Yuko katika kila mkutano. Bila shaka ninazungumza juu yake. Nilisubiri sekunde, kisha, unazungumza naye pia nje ya kazi? Alipiga kope. Una wasiwasi? Hilo lilikuwa jibu. Sio, hapana. Hata kwa nini ninge tu una wasiwasi? Nilitaka kumwamini kweli, lakini ilikuwa tayari imechelewa sana. Kuanzia wakati huo kila kitu kilionekana kama uchezaji. Tabasamu yake, gumzo, jinsi alivyoshika mkono wangu mbele ya watu. Ilionekana anacheza toleo la yeye ambaye alidhani nataka. Lakini niliona utupu katika macho yake. Yule aliyekuwa akitazama mbali yangu, kama mimi ni tabia iliyopitwa na wakati ambayo hakuweza kujiondoa kabisa. Sehemu ngumu zaidi haikuwa usaliti. Ilikuwa hisia ya kutoweka, na yeye hata hakutambua. Kama alikuwa tayari amenifuta kutoka hadithi yake. Ilikuwa mwezi niliowacha kutaka kurudi nyumbani. Na mwezi niliogundua kuwa sheria tulizoandika zilikuwa maneno tu kwenye daftari. Yeye alikuwa tayari amezitupa kwenye pipa. Nilichukua muda mrefu zaidi kuliko Neema kujaribu kweli hadithi ya uhusiano wazi. Mrefu zaidi, hiyo ni hakika. Niliendelea kujirudia kwamba nitatoka, nitakutana na mtu, nitajaribu kusawazisha hesabu. Lakini kila mara nilipofungua programu za mikutano nilihisi nimelemewa. Kusogeza picha kulionekana kijinga. Mazungumzo ya bandia. Nusu ya wakati nilifuta kila kitu kabla hata ya kumaliza wasifu. Sikufanya hivyo ili nionekane mtukufu. Nilikuwa nimechoka tu. Nimechoka kujifanya kila kitu kiko sawa. Nimechoka kujifanya ni kawaida. Nimechoka na kimya wakati wa chakula cha jioni, ujumbe usio wazi, mikutano ya jioni ambayo Neema hakutaka kamwe kueleza. Lakini baada ya Alhamisi nyingine jioni nikiwa peke yangu na pasta iliyobaki na bia isiyoguswa, kitu ndani yangu kilipiga. Nilifungua programu, nikachukua picha chache za kioo cha bafu ambazo hazikuwa mbaya na nikaandika wasifu kama sitaki kupoteza muda wa mtu yeyote. Mvulana tu anayejaribu kuelewa anachotaka. Sikudhani kitu chochote kingetokea. Kisha Amina alinandiandikia. Wasifu wake ulikuwa mfupi lakini wa kuchekesha. Kitu kuhusu kuwa na ukanda mweusi wa kejeli na kuwa dhaifu kwa anayeweza kupika wali bila kuuchoma. Hakuna vichungi, hakuna tabasamu bandia, uzuri wa asili tu ulionichukua kabisa. Tulizungumza siku chache. Hakuna kitu cha flirting. Tu rahisi. Nilimweleza kuhusu kazi yangu, yeye kuhusu uhusiano wake wa upendo, chuki na ofisi mpya. Alinifanya nicheke kwa sauti mara nyingi, sio kicheko cha adabu unachofanya kwa pua. Kile cha kweli. Kile kinachokukumbusha maana ya kuhisi furaha. Hatimaye tukaamua kuonana kwa kahawa Jumamosi. Rahisi. Bila shinikizo. Aliingia kwenye mkahawa akiwa na jeans na shati la kijani la kawaida, bila vipodozi, nywele zikiwa zimefungwa. Alikuwa bora kuliko mwanamke yeyote niliyemwona kwa miezi. Sio kwa sababu alikuwa akijaribu kuvutia, kwa sababu hakufanya hivyo. Alikuwa yeye tu. Na hii iliniondoa pumzi. Tulikaa na kahawa zetu na baada ya saa 6 bado tulikuwa hapo. Tulizungumza kuhusu kila kitu. Filamu, chakula, hadithi za tarehe zilizoharibika. Hakuna nishati ya ajabu. Hakuna mvutano. Hakuna mchezo. Watu wawili tu waliokuwa wakizungumza kama wanajua kila mmoja tangu zamani. Baadaye tulitembea. Bila lengo, kutembea tu. Hewa ilikuwa baridi, barabara tulivu, na kila mara aliponitabasamu nilihisi kama ninaamka kutoka kitu. Tulionana tena jioni 2 baadaye. Kitu kile kile. Hakuna haraka. Hakuna matarajio.
Chakula cha jioni na mazungumzo yasiyokwisha. Katika tarehe ya 3 kitu kilibadilika. Haikupangwa, haikulazimishwa, ilitokea tu. Kwa miezi sikutaka mtu yeyote, kwa maana kwa uangalifu. Na kilichonishangaza haikuwa tendo lenyewe, ni jinsi ilivyohisi tofauti. Jinsi ya heshima. Jinsi ya uhai. Ilinifanya nihisi kuwa na thamani. Kuwa ninatamaniwa, sio kuvumiliwa. Sio kupuuza. Natamaniwa. Nilipotoka nyumbani kwake jioni ile, nilipanda gari na kukaa hapo dakika 10, mikono juu ya usukani, nikijaribu kuchakata. Nilitabasamu. Tabasamu ya kweli. Sikukumbuka mara ya mwisho nilitabasamu hivyo. Na bila shaka Neema alitambua. Alinifahamisha siku iliyofuata ghafla, kama ananiondoa chembe kutoka shati. Siku hizi umebadilika, alisema akiwa anakunja nguo. Furaha zaidi au kitu kama hicho. Niliinua mabega. Labda nimekuwa na wiki nzuri. Alinipa macho ya ajabu. Nusu ya udadisi, sehemu 2 za hasira. Unaonana na mtu, sivyo? Aliuliza. Sikujibu. Nilimtazama sekunde, kisha niliarudi kwenye nilichokuwa nikifanya. Hakusisitiza. Lakini mabadiliko yalikuwa ya haraka. Alikuwa kimya. Akikagua simu daima. Akizunguka nyumbani kama wingu la radi. Jioni ile alijaribu kuzungumza zaidi ya kawaida, akitoa utani usiochekesha, akinieleza hadithi ndefu ya kitu kilichotokea ofisini, akicheka kwa sauti sana kwenye utani wake mwenyewe. Nilikutikisa kichwa lakini sikujibu kweli. Kwa sababu nilikuwa nikifikiria Amina. Nilikuwa nikifikiria tabasamu yake, jinsi alivyosikiliza bila kukatiza, jinsi alivyouliza maswali ya kweli na kutoa majibu ya kweli. Nilikuwa nikifikiria jinsi hatimaye nilivyohisi tena mimi mwenyewe, toleo la mimi ambalo nilikuwa nimesahau lipo. Ukweli ni kwamba sikupanga kumpenda mtu yeyote. Badala yake, mwanzoni sikutaka hata kutoka. Lakini kitu ndani ya Amina kilifungua sehemu yangu iliyokuwa imefungwa muda mrefu sana. Na sasa hata nilijaribu vipi, sikuweza tena kupuuza hisia iliyokuwa ikikua kifuani. Kitu kilikuwa kimebadilika. Sio mimi tu, bali kila kitu. Mambo yalibadilika tena, na si kama nilivyotarajia. Ilianza kidogo. Neema alitayarisha kiamsha kinywa Jumapili, mayai yaliyochanganywa, mkate uliochomwa, hata matunda yaliyokatwa kwenye bakuli kama alivyofanya tulipohamia pamoja mara ya kwanza. Hakuna tukio maalum, hakuna sababu. Hakutoa maoni hata. Aliweka sahani mbele yangu tu na kusema, kula kabla haijapoa. Nilidhani ni tukio la pekee. Labda alihisi hatia. Labda alikuwa akijaribu kupunguza umbali uliokuwa umetokea kwa mayai na mkate. Sikuuliza. Nilila na nikasema asante. Kisha zilifika smoothies za kijani. Mara 2 kwa wiki kama saa alipita ofisini kwangu wakati wa mapumziko ya chakula cha mchana, akinipa glasi, akinibusu shavuni na kuniuliza asubuhi iliendaje. Akitabasamu, mwenye furaha, kama mama wa nyumbani kamili wa matangazo. Nilidhani unahitaji kitu cha kuendelea, alisema. Hii ina mchicha, mbegu za kitani na vitu vyote vizuri. Kwa miezi hakujali nilichokula. Nyumbani alianza tena kupika chakula cha jioni. Sahani za kweli. Jioni moja nilirudi na kuhisi harufu ya kuku wa oveni na rosemari, mishumaa iliyowashwa mezani, chupa ya divai nyekundu nusu wazi kwenye kaunta. Aliweka muziki laini akiwa amevaa vazi ambalo sikuona kwa miaka. Aliniambia niketi, akinimimina divai, kuniuliza siku iliendaje, kama anajali kweli. Kwa sekunde karibu nikasahau kila kitu. Karibu. Lakini niliona mvutano chini. Mikono ilikuwa ikisogea haraka. Aliendelea kuangalia simu, akipangusa mikono yake kwenye vazi, akiangalia kioo kwenye mlango wa oveni kama anajiandaa kwa ngumi. Tulila. Tulizungumza. Nilijaribu kuwa wa kawaida, lakini ilionekana tunacheza toleo la ndoa yetu ya miaka 5 iliyopita, kama wageni wa chakula cha jioni katika nyumba yetu wenyewe. Baadaye wiki ile aliniuliza. Haikuwa ya kuogopesha.
Tulikuwa kwenye sofa sote wawili tukiwa na simu mikononi. Aligeuka kwangu na kusema, basi hii unaonana na mtu? Sikumdanganya. Sikuhitaji tena. Ndiyo, nilisema. Hilo lilitosha. Uso wake ulibadilika papo hapo. Alipiga kope kama macho hayakuweza kufuata mawazo. Kisha akafungua mdomo kidogo, kama alikuwa na kitu cha kusema lakini hajui toleo gani la ukweli achague. Alinitazama kama amekumbuka tu kuwa ameacha gesi wazi, isipokuwa gesi ilikuwa katika nyumba nyingine, katika mkoa mwingine na tayari inachoma kila kitu. Alitafuna mdomo wa chini, kisha akauliza, unampenda zaidi yangu? Nilimtazama na ningetaka kumpa kitu rahisi. Nusu ukweli. Uhakikisho. Lakini nilikaa hapo. Sikusema ndiyo. Sikusema hapana. Sikusema chochote. Alipiga kope haraka, akatikisa kichwa kama aelewa, akasimama. Akaenda kwenye sinki. Akajifanya anaosha glasi iliyokuwa tayari safi. Akasema amechoka na anaenda kulala. Isipokuwa hakuenda kwenye kitanda chetu. Usiku ule alijikunja kwenye sofa na blanketi akinipa mgongo. Nilipita huko mara moja tu kuangalia. Mabega yake yalitetemeka na alikuwa akitoa sauti iliyozimwa kama anayejaribu kutokwenda chini kwa nguvu sana. Sikumwona akilia kwa miaka. Hata alipokufa bibi yake. Hata alipokufa mbwa wetu. Hata tulipogombana wakati ule alipotoweka kwa wikendi nzima na wasichana na kurudi kama hakuna kitu. Lakini usiku ule alilia. Kimya, gafi, peke yake kabisa. Asubuhi iliyofuata alikuwa jikoni akitengeneza kahawa. Alinipa kikombe kama hakuna kitu na akasema, habari za asubuhi. Nilikutikisa kichwa. Habari za asubuhi. Hatukuzungumza juu yake. Tulikaa hapo tukinywa kahawa kimya. Kimya kile kile tulichokuwa tumejikusanya kwa miezi, isipokuwa sasa kilikuwa na uzito tofauti. Aina mpya ya kimya. Imejaa kelele ya kitu kinachoteleza. Siku ile alinandiandikia mara 3. Moja kuuliza nataka nini kwa chakula cha jioni. Moja kunieleza utani aliyousikia kutoka mfanyakazi mwenzake. Moja kusema unanikosa. Kwenye ya mwisho sikujibu. Sio kwa sababu nilitaka kumuumiza, bali kwa sababu sikuwa na uhakika tena kile nilichokuwa nikikosa. Amina alinandiandikia jioni ile akiuliza kama nataka pizza. Nikamwambia ndiyo, na kwa mara ya kwanza tangu iliyoonekana milele nilikuwa na hamu ya kitu. Neema alikuwa ameamka. Lakini sikuwa na uhakika kama alijua jinsi alivyokuwa ameacha vitu vianguke kabla ya kufanya hivyo. Tulianza tiba ya wenzi kwa ombi la Neema. Alisema tulipaswa angalau kujaribu kuunganishwa tena na kuona kama bado kuna kitu cha kuokoa. Sikuwa na matumaini makubwa, lakini nilikubali. Haswa kwa sababu sikutaka kuwa na majuto baadaye. Kama mambo yangeisha vibaya kweli, nilitaka kujua nimejaribu angalau. Mtaalamu alikuwa mwanamke aitwaye Daktari Esther, karibu miaka 40, sauti tulivu, mtindo wa moja kwa moja. Hakutubembeleza na hii nilipenda. Kikao cha kwanza alimuuliza Neema nini kilituleta huko. Nilidhani angepunguza ugumu, badala yake alikaa, vidole vikiwa vimefungwa kwenye mapaja na akasema, nimekosea mimi. Mpya. Daktari Esther alitikisa kichwa na kumuuliza anamaanisha nini. Neema alivuta pumzi ndefu, alinitazama sekunde, kisha akasema, Kamau. Alikuwa yeye. Hakuna jina la bandia. Hakuna lebo isiyo wazi kama mtu wa kazi. Alisema tu. Tumbo langu liligeuka, hata nilijua tayari. Aliendelea kusema kuwa hakuna kitu kilichotokea kweli hadi tulipofungua ndoa. Kuwa ilianza na vinywaji baada ya kazi, gumzo ndefu kuhusu maisha, uhusiano wa kihisia mwingi. Aliifanya ionekane kama ajali, kama kuteleza kwenye barafu. Sauti ilikuwa ndogo aliposema kimwili ilitokea baadaye. Sikusema chochote. Nilikuwa nikitazama mishipa ya meza ndogo ya Daktari Esther. Daktari Esther alimuuliza baadaye hii ilikuwa lini?
Hapo ndipo Neema alikwama. Alisita, alipiga kope mara kadhaa na akasema, basi yaani, nadhani tulikuwa tayari karibu sana kabla. Daktari Esther aliinama mbele. Karibu kama nini? Neema alishusha macho. Tulikuwa tukiflirt sana. Sana. Na wakati mwingine tulikuwa tukigusa. Daktari Esther aliinamisha kichwa. Mligusana? Ofisini? Neema alinong'ona. Vitu vya kucheza. Hakuna kitu cha uzito. Tu mguso. Niliinua macho. Mbele ya watu wengine. Alitikisa kichwa kidogo. Sikuweza kujizuia. Nilicheka mara moja, kavu na chungu. Kwa hiyo uhusiano wazi ulikuwa tu kisingizio cha kufanya rasmi kile mlikuwa mnafanya tayari. Hakukana. Aliosha tu kona ya jicho na kunong'ona, samahani. Daktari Esther alirudisha mazungumzo kwenye mstari. Alijaribu kumuuliza anapata nini kutoka uhusiano huo na Kamau. Neema aliorodhesha vitu vya kawaida kuhusu kuhisi, kuonekana na kutamaniwa na jinsi Kamau alivyomfanya ahisi tena msisimko wa maisha. Ilionekana ananukuu jarida. Kisha sauti ilibadilika. Alikuwa kimya. Akasema kulikuwa na kitu kilichobaki ndani yake. Jioni moja akitoka mkutano, wakati mambo na Kamau bado yalikuwa ya kufurahisha, alipita ofisi yake. Mlango ulikuwa wazi kidogo, yeye hakujua yuko hapo. Alikuwa akizungumza na mfanyakazi mwenzake mpya. Neema alisema hakutaka kusikiliza, lakini alisikia jina lake. Na mara aliposikia alisimama. Kamau alikuwa akicheka. Alimwambia mwenzake, hutaamini jinsi ilivyokuwa rahisi. Aina za utulivu huanguka daima kwanza. Mwingine aliuliza kitu kuhusu kama anampenda kweli, na Kamau, sio kweli. Ni ya kufurahisha. Yeye ni ya kufurahisha. Lakini siachi mchumba wangu kwa awamu. Kisha akasema kitu kilichobaki hata kwangu. Neema alisema kilimwondoa pumzi. Ni hadithi nzuri tu, unajua. Kitu cha kuwaambia marafiki tunapokunywa. Baada ya mwingine kumuuliza kama hahisi hatia, na Kamau inaonekana hii mume atajipatanisha au la. Kwa vyovyote nimepata nilichotaka. Alisema. Alitoka jengo kama katika usingizi. Alifika kwenye maegesho na kutapika nyuma ya gari. Kisha alikaa hapo nusu saa akitazama usukani, akijaribu kuelewa jinsi alivyoruhusu mambo yafike hatua hiyo. Siku iliyofuata alijiuzulu. Alituma barua pepe kwa rasilimali watu akisema tu anahitaji muda wa kibinafsi. Alichukua vitu vyake na kutoka bila kuaga mtu yeyote. Hakuna notisi. Hakuna kufungwa. Alitoweka. Alituambia alilia kwa safari yote hadi nyumbani. Daktari Esther alimuuliza anahisije sasa, kukisema kwa sauti. Neema hakujibu mara moja. Kisha akasema, kama nimechoma nyumba yangu mwenyewe. Na sasa niko katikati ya majivu nikijiuliza kwa nini ni baridi. Jambo ni kwamba sikuwa na hasira. Sio wakati huo. Nilikuwa nimekuwa nayo ya kutosha. Kile nilichohisi nikiwa nimeketi mbele yake kilikuwa kitu kibaya zaidi. Huruma. Kwa sababu alidhani anafuata uhuru, na alipata tu mtu mnyonge anayejiona shujaa wa maafa ya mtu mwingine. Na kwa namna fulani bado alionekana akijaribu kuelewa alikokosea. Baada ya kikao hicho cha tiba, mambo yalivunjika haraka. Neema aliacha kazi, lakini fujo haikusimama hapo. Alinipigia simu. Sikujibu. Mara moja baadaye aliniandikia, tunaweza kuzungumza? Ni muhimu. Dhidi ya akili yangu nzuri, nilimrudishia simu. Alionekana ameshtushwa. Alisema kitu kikubwa kimetokea na hajui na nani mwingine aweze kuzungumza. Nilijiandaa kwa mbaya zaidi. Kufikia sasa sikudhani kuna kitu kingine kinachoweza kunishangaza. Nilikuwa nikikosea. Mmoja wa marafiki zake wa karibu, Fatuma, mmoja wa waanzilishi, alikuwa pia na hadithi na Kamau. Inaonekana hakutosheka kuharibu uhusiano mmoja tu. Alilenga mzunguko wote wa Neema. Fatuma alikuwa mjamzito.
Alidhani anaweza kushughulikia. Alidhani anaweza kuficha na kutatua. Kisha mchumba wake aligundua. Alisoma barua pepe kadhaa kati yake na Kamau. Aliona tarehe, sauti. Aliona jinsi ilivyokuwa ya kina. Fatuma alikuwa amemwambia imeisha miezi iliyopita. Lakini wazi haikuwa hivyo. Sio kabisa. Mvulana alipoteza akili. Alifunga bagage na kuondoka. Bila hata kuaga. Aliondoka tu na hakurudi tena. Jioni ile ile Fatuma alipata mshtuko wa hofu mkubwa kiasi kwamba aliishia hospitalini. Msongo ulimpiga kama lori. Asubuhi iliyofuata alipoteza mtoto. Neema alikuwa amevunjika. Alisema alilia kwa saa. Huwa hajahisi hatia hivyo tangu siku aliyotoka ofisi ya Kamau baada ya kumsikia akimsema vibaya. Sikusema mengi. Nilisikiliza tu. Aliniambia alikuwa akimsaidia Fatuma kuwasilisha malalamiko kwa rasilimali watu. Huwa walikuwa wakikusanya picha za skrini, ujumbe, kila kitu kinachoweza kusaidia. Kuwa alikuwa amewasiliana na wanawake wengine wa timu waliokuwa na uzoefu wa ajabu na Kamau lakini hawakuwahi kuripoti. Kuwa alikuwa akijaribu kufanya jambo sahihi. Sikumwambia, lakini ilionekana kuchelewa sana na kidogo sana. Kama mtoto anayejaribu kushikamana na chombo kilichovunjika vipande elfu kwa fimbo ya baseball. Wakati huo huo mimi nilihamia. Kaka yangu alinipa nyumba ndogo juu ya garaji yake. Ni ndogo lakini safi. Kimya. Sofa tu, kitanda na meza inayokunjwa ninayotumia kama dawati. Aina ya mahali inayokupa nafasi ya kufikiria. Amina alipita mara kadhaa. Hatukuzungumza sana kuhusu Neema. Aliniacha nipumue. Jioni moja alipika na kuacha karatasi ndogo kwenye friji, chochote unachochakata, chukua muda unaohitaji. Karatasi hiyo niliweka. Bado niko nayo kwenye pochi. Neema alianza tena kujitokeza. Sio daima. Kiasi cha kutosha kuonekana hajaacha kabisa. Mara moja alileta mfuko wenye vitu vyangu vya zamani na akasimama zaidi ya inavyohitajika. Alijifanya starehe. Aliniuliza nikoje. Alitoa maoni kuhusu mapazia kama bado ni sehemu ya ulimwengu huu mpya nilioujenga. Mara nyingine alikuja kuchelewa. Alisema alilia. Huwa ananikosa. Huwa hawezi kuacha kufikiria maisha tuliyokuwa nayo kabla ya kila kitu kubadilika. Nilikutikisa kichwa. Nilimwambia pia mimi ninakosa tulivyokuwa zamani. Kisha alikaribia. Alinyoosha mkono. Alijaribu kuiweka kifuani mwangu. Akasema, naweza kubaki usiku wa leo? Nilijirudisha nyuma. Nilitikisa kichwa. Alinitazama kama nimempiga kofi. Kwa nini hapana? Kwa sababu si wazo zuri, nilisema. Taya yake ilikaza. Sauti ikawa kali. Ni kwa ajili yake. Yeye ni bora zaidi yangu hivyo. Sikusema chochote. Alikaribia tena. Ana nini ambacho mimi sina, Baraka? Nilimtazama moja kwa moja machoni. Heshima kwa yeye mwenyewe. Alisimama. Alipiga kope. Kisha akasema, wow, kama nimevuka mstari wa kufikirika. Alitoka kama dhoruba. Hakuga. Alipiga mlango kwa nguvu kiasi kwamba fremu iliyoning'inia ukutani ilitetemeka. Baadaye usiku ule alinitumia mlipuko wa ujumbe wa nusu. Msamaha. Uhalalishaji. Kitu kuhusu kuhisi amepotea. Kitu kuhusu kutaka kurudi nyuma. Sikujibu. Asubuhi iliyofuata nilipokea ujumbe kutoka Fatuma. Alitaka kuzungumza. Alisema anasikitika kwa sehemu yake katika yote haya. Mwanzoni sikuelewa anamaanisha nini, lakini nilikubali kuonana kwa kahawa. Alionekana amechoka. Ametolewa. Hakuna vipodozi, hakuna nuru, mwanamke tu anayebeba uzito mkubwa sana. Tulidhani sote tunacheza tu, alisema. Lakini hatukuwa tumeundwa kwa hili. Sio kweli. Sikupinga.
Aliniambia Neema alikuwa akimsaidia na kesi ya rasilimali watu, kuwa Kamau alikuwa karibu kufukuzwa, kuwa labda wangefanya hatua za kisheria, kuwa Neema alikuwa akijaribu kuwa mtu bora. Nilikutikisa kichwa. Vizuri. Lakini sikuwa na hisia yoyote, wala unafuu, wala fahari, wala matumaini. Hakuna. Kwa sababu hata vipande vilivyovunjika wangajaribu kushikamana vipi, mimi nilijua jambo moja kwa uhakika. Baadhi ya vinyago havirekebishwi. Huishia tu kwenye takataka. Niliacha kwenda tiba ya wenzi wiki kadhaa zilizopita. Daktari Esther alikuwa mzuri, mwenye usawa. Lakini ikawa wazi haraka kuwa hatukuwa tunaenda huko kwa sababu ile ile. Neema alikuwa akija na matumaini machoni, akishika mkono wa kiti kama anapaswa kushikilia mustakabali wake. Mimi nilienda tu kuelewa magofu. Kuelewa jinsi kitu chenye imara hivyo kilivyopungua kuwa vumbi. Daktari Esther hakusisitiza. Alitikisa kichwa tu niliposema nataka kuhamia vikao vya mtu mmoja. Alisema ni uamuzi sahihi kama nilihitaji nafasi. Alikuwa sahihi. Sasa nakaa mbele yake mara moja kwa wiki na kutoa vitu ambavyo sikudhani ningewahi kukabili. Hisia ya hatia, hasira, maombolezo. Lakini hasa kufa ganzi. Sio kwamba ninashikilia zamani. Ni kwamba zamani bado imekaa kwenye kiti cha abiria, kimya, lakini bado hapo. Nimezungumza pia na wakili wa talaka. Sijafanya hatua yoyote halisi. Hakuna karatasi iliyotiwa saini. Bado. Lakini nilihitaji kujua chaguzi zangu. Nilihitaji kuacha kuhisi kuwa ninafanya tu majibu. Sitaki tena kushikwa na mshangao. Anayechezewa mara moja, sivyo? Wakili alikuwa mtulivu, mwenye adabu, hakupunguza chochote. Alinieleza ukweli, aliniambia nijiandae nini kama ningeamua kuendelea. Haikuwa ya kihisia. Neema wakati huo huo amegeuka kuwa toleo la ukurasa mweupe wa yeye mwenyewe. Amekata madaraja yote na kikundi hicho cha marafiki. Amefuta gumzo la kikundi, amezuia namba, hata amefunga wasifu wote wa mitandao ya kijamii. Alisema ni kelele nyingi sana. Ushawishi mbaya mwingi sana. Huwa anataka kuunganishwa tena na maisha ya kweli. Ananiambia amerudia yoga. Anafanya kazi ya kujitolea. Anaenda tiba peke yake. Ananitumia masasisho, sio mara nyingi, lakini kiasi cha kutosha kunionyesha anajaribu. Anasema anakuwa mwanamke ambaye ningepaswa kuwa daima. Na mnajua nini? Vizuri kwa ajili yake. Sina uchungu. Sio tena. Simchukii. Badala yake natumaini apate amani. Natumaini ajipate. Lakini siko na hisia yoyote ninaposikia sauti yake. Sio cheche ile iliyokuwa ikinichukua alipokuwa akirudi na begi la chakula cha nje na hadithi ya kijinga ya kunieleza. Ni kama kitu ndani yangu kimezimwa. Sio kwa nguvu. Sio kwa mlipuko. Kimepotea polepole, kama kupunguza sauti ya wimbo ambao hukujua umechoka nao. Na hii ndiyo sehemu inayonitisha zaidi. Sio usaliti. Sio fujo. Bali kimya. Amina bado yuko hapa. Tunatumia muda zaidi pamoja. Hanishinikizi kamwe. Anasikiliza. Hajajaribu kunirekebisha au kuniambia hii ningepaswa kuwa nimekubali sasa. Anajitokeza tu. Wakati mwingine na chakula. Wakati mwingine na muda wake tu. Tunatembea safari ndefu. Tunakaa kwenye bustani. Wakati mwingine hatuzungumzi kabisa, na bado ni bora kuliko nusu ya mazungumzo niliyokuwa nikiwa nayo katika miaka ya mwisho ya ndoa. Anajua bado ninachakata yote. Nilimwambia tangu mwanzo kuwa siko tayari kwa kitu kikubwa. Alitabasamu na kusema uponyaji una muda wake. Labda ninampenda. Sijui bado. Ninaogopa kuweka lebo sasa. Inaonekana lebo yoyote inaweza kung'oka nikiishinikiza sana. Lakini ninapokuwa naye sihisi kama mwanaume anayetambaa kutoka ajali.
Ninahisi tu mwanaume. Hii tayari ni kitu. Wakati mwingine usiku wa manane nafikiria jinsi ingekuwa tofauti kama Neema asingeichukua kazi hiyo. Kama asingemjua Kamau. Kama asingejipata katika mzunguko huo mbaya au asingehisi anapoteza kitu. Lakini mawazo hayo hayadumu muda mrefu. Kwa sababu kama isingekuwa Kamau, labda ingekuwa mtu mwingine. Labda kile kilichotokea kilileta tu nuru kile kilichokuwa tayari kimevunjika, ufa mdogo ambao sote tulikuwa tumeupuuza. Sijui nini kitafuata. Bado kuna asubuhi ninazoamka nikiwa sina uhakika wa mwelekeo. Lakini ninasimama, natengeneza kahawa na kuendelea na siku. Na hii pia ni kitu. Sihitaji fataki. Sihitaji drama. Sihitaji kufungwa kwa epic. Ninahitaji amani tu. Na labda hatimaye ninaanza kuipata. Shiriki maoni yako kwenye maoni. Je, umewahi kubaki katika uhusiano kwa muda mrefu baada ya upendo kupungua? Nini kilikufanya ubaki? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utupe like.